Serikali yasema kwa sasa hakutakuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa watumishi wa umma kwa kuwa nafasi zote zilizotolewa zimezingatia mahitaji halisi ya kila halmashauri au mwajiri husika. Na katika michezo, mashabiki wa mpira wa miguu nchini waendelea kutoa maoni ya kuitakia heri klabu ya Yanga ambayo inashuka dimbani leo mjini Zanzibar kucheza mechi ya mashindano ya klabu bingwa Afrika dhidi ya Al Ahly ya Misri. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro ameelekeza bodi ya makamishna wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini kuhakikisha inasimamia matumizi ya mifumo ya tehama na mizani ya kidigitali ili kupunguza udanganyifu na kuwa na uhakika wa takwimu sahihi kwa wanaushirika. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Waziri Chongoro ametoa maelekezo hayo wakati akizindua bodi ya makamishna wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC, ambapo amesisitiza kasi ya matumizi ya mifumo hiyo ya tehama iende sambamba na ulinzi wake. Tunapojielekeza sana kwenye matumizi ya tehama, ni lazima ulinzi wa mifumo pia uende sambamba na ujenzi wa mifumo husika. Lakini tukiacha ulinzi wa mifumo nyuma, hata mifumo hiyo inaweza ikatumika kumwimbia yule ambaye tunataka kumlinda kwa kutumia mifumo. Kwa hiyo lazima hii iende sambamba. Lakini pia matumizi ya hizi mizani za kidigitali ambazo zikitumika kwa usahihi zinampa haki kwa 100% yule anayestahili kunufaika na hasa mwana ushirika. Amesisitiza kamisheni hiyo kuendelea kusimamia vyama vya ushirika kwa kuhakikisha vinaendelea kukaguliwa kila mwaka na hatua kuchukuliwa kwa wanaokiuka taratibu, huku mwenyekiti wa kamisheni hiyo Abdul Majid Nsekela akieleza maeneo muhimu yaliyofanywa maboresho ndani ya tume hiyo. Taendelea kuboresha sera, sheria na usimamizi wa ushirika, lakini vile taendelea kuhamasisha ushiriki wa sekta mbalimbali kwenye ushirika. Tume imeendelea kujiimarisha kwenye mapato na kuweza kujiendesha vizuri, na hata watumishi wake kuendelea kuwa na furaha zaidi kwa sababu ya miongozo na usimamizi ambao umefanywa na kamisheni hii. Wakati huo huo, Waziri Chongoro amesema Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mkutano wa Afrika wa matumizi endelevu ya zana za kilimo utakaofanyika kuanzia Februari 3 hadi 6 jijini Dar es Salaam. Moja ya eneo la msingi ambalo tukikutana hiyo wiki ijayo kuanzia tarehe 3 tunaenda kujadili ni kuangalia namna ya kuweka msukumo kwenye matumizi endelevu ya zana za kilimo. Ikiwa ni pamoja na kuweka msukumo wa kuondokana na jembe la mkono. Na sisi Tanzania tayari tumeshaanza hilo la matumizi endelevu ya zana za kilimo kwa kuanzisha vituo vya zana za kilimo za kisasa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amesema kwa sasa hakutakuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa watumishi wa umma, akisisitiza kuwa nafasi zote zilizotolewa zimezingatia mahitaji halisi ya kila halmashauri au mwajiri husika. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Waziri Kikwete ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa ahadi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha pili. Kubadilika kituo cha kazi maana yake ni kupunguza idadi ya watumishi waliopangwa kwenda kwenye halmashauri husika. Ili kutoathiri mgawanyiko huo, hakuna mabadiliko yote ya kazi, na hii ni kauli inatoa maelekezo kwa wahusika wote wajue kwamba kwa sasa hakuna mabadiliko ya vituo vya kazi. Serikali itaendelea kutoa nafasi za ajira. Kwa kuzingatia hivyo, tunawaomba vijana wote wenye sifa waendelee kuomba nafasi mbalimbali kwa kadri zitakavyotangazwa na Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma. Katika hatua nyingine, waziri huyo amesisitiza marufuku ya matumizi ya simu za mkononi kwa watumishi wa umma wakati wa saa za kazi, hatua inayolenga kuongeza ufanisi, nidhamu na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Unapotumia simu manake
taarifa zinazokuja kwa maafisa rasilimali watu ni kukwambia kwamba bwana, huyu Ridhiwani aliingia saa 1 ofisini, lakini yeye amewasha tu kompyuta yake hafa akapotea, kwa sababu hatuoni chochote ambacho unakifanya. Na mifumo ofisini, ndugu zangu, nataka nikwambieni kama mifumo yetu ofisini wala sio jambo la siri. Kani madamu umeamua kwamba wewe ni mfanyakazi wa Wizara ya Habari kwa mfano, manake mambo ya ndani yote ya habari ni mambo ya kwenu, wala sio mambo ya siri, kusema kwamba una jambo ambalo utalifanya labda mtu wa Wizara ya Afya au Wizara ya Utumishi akalijua. Kwa hiyo manake ni kwamba assessment inafanyika ndani ya ofisi yenu kutokana jinsi ambavyo unafanya kazi. Kwa hiyo nataka niseme katika eneo hili, kwa wale watumishi wanaotumia simu makazini, nawapa tena angalizo, maana tulishaeleza kwamba ni marufuku kwa watumishi kutumia muda una chati na mambo ambayo hayapo katika utumishi wako wa umma. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wanafunzi 5 kutoka Tanzania wamepata ufadhili kamili wa masomo kwenda Chuo Kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini kujifunza masomo ya utaalamu wa madini ili kuiendeleza sekta hiyo muhimu hapa nchini inayochangia zaidi ya 9% ya pato la taifa GDP. Mwandishi wetu ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kupokea ufadhili huo wa wanafunzi 5 wote kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM Profesa William Anangisye amesema fursa hiyo itawapa uwezo wa kitaaluma na ujuzi katika sekta ya madini, kwani Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zilizopiga hatua kubwa katika sekta ya madini duniani. Ili mtakuwa kule, lakini mwaka mmoja mmesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mwaka mlioupata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni msingi, say foundation. Nisingetamani nisikie, nirudie tena, nisingetamani nisikie eti kuna mwanafunzi ameshindwa. Itakuwa ni aibu kwangu. Itakuwa ni aibu kwangu. Nafahamu kwamba nyie wote mmesoma PCM kama sikosei, karibu wengi wenu, na ni mpaka mlipokuja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ile baada ya form 6 hamkuingia hivi hivi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam watu waingie hivi hivi. Lazima uwe umeexcel kwenye mtihani wako wa A level. Nao uongozi wa kampuni wa kuchimba madini wa kampuni ya Barrick waliotoa ufadhili huo wamesema lengo ni kutengeneza viongozi kwenye sekta ya madini ili kuleta matokeo katika jamii na nchi kwa ujumla kwa kutengeneza mnyororo wa watu wenye ujuzi. Wanaenda kwa ajili ya kuja kunufaisha sekta yetu ya madini hapa Tanzania. Profesa wanajua kwamba watakuwa na link ili tuweze kuwapata watakaporudi sasa baada ya masomo yao, either wataingia kwenye sekta au watakuja kufundisha wenzao ili kuproduce more skills. Watakapobahatika kumaliza masomo yao mwaka wa mwisho, basi watarudi kuja kufanya kazi na Barrick kwa kipindi kisichopungua miaka 2. Zaidi ya wote tunashukuru, mchakato ulikuwa uko very open, your excellency, kitu ambacho tumefanya upate, haukuwa na upendeleo wote. Tulianza na vyuo vingi, mwisho wa siku tumepata chuo cha Dar es Salaam. Hii inaonyesha umahiri wa chuo cha Dar es Salaam. Naamini kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa, tuna uwezo wa kwenda South Africa kuchukua kitu kutoka kwao na kwa ajili ya kukitumia katika nchi yetu. Na napenda kuahidi kwamba hatutawaangusha. Tunaenda kupambana. Tunaenda kama Watanzania. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Serikali imewaonya wananchi wote wanaovamia na kufanya shughuli za kiuchumi kwenye vyanzo vya maji, ikiwa ni pamoja na kilimo na ufugaji, kuacha mara moja mtindo huo kwa kuwa unahatarisha uhaba wa maji kwao na kwa wananchi wengine. Tupate taarifa zaidi. Onyo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Kongwa Bwana Mayeka S. Mayeka wakati alipokuwa akiongoza zoezi la upandaji wa miti katika chanzo cha maji cha Mbuyuni kilichopo katika mji mdogo wa Kibaigwa. Tutakamata mtu yote anayeshughulika hapo. Maana yake tutaweka watu wa survey eneo hili wao wanaangalia. Tutakamata yeyote. Hatutajali wewe ni nani. Kwa hiyo niwaombe sana, chanzo cha maji hakina mjadala. Naye mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA Bi Rahel Muhando ameweka wazi nia ya mamlaka hiyo katika utunzaji wa mazingira.
Kupitia sera ya uendelevu wa DUWASA ya mwaka 2025, taasisi imejiwekea lengo la kupanda miti isiyopungua 1000 kila mwaka. Na huko katika kijiji cha Gwandi wilayani Chemba, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bwana Hassan Mnyika amewahimiza wananchi wa wilaya hiyo kuendeleza kampeni ya kupanda na kutunza miti hata baada ya msimu wa mvua kuisha, huku mkurugenzi wa INADES Bi Jacqueline Nicodemus akiweka wazi mipango walionayo. Na wasii sana wanajamii wote kuendelea kushiriki katika kampeni hii, si leo tu, bali katika msimu mzima wa mvua na hata baada ya msimu wa mvua. Tuna jukumu la kupanda miti sio chini ya 500,000 kwa mwaka huu 2026 na 2027. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Serikali ya mkoa wa Kilimanjaro imeweka msimamo mkali juu ya utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji vyote vya mkoa huo, ikisisitiza kuwa kipaumbele kikubwa ni wananchi kupata umeme, sio madai ya fidia yanayoweza kuchelewesha maendeleo. Taarifa ya Jimmy Mengele kutoka Kilimanjaro inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa utambulisho wa mkandarasi wa mradi wa umeme wa vitongoji, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amesema dhamira ya rais ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata nishati ya umeme hadi ngazi ya kitongoji, huku akidai dhamira hiyo itatekelezwa bila vikwazo visivyo vya lazima. Nishawaagiza waheshimiwa wakuu wa wilaya wote na waheshimiwa madiwani, kwa sababu wanautaka umeme. Kwa hiyo swala la fidia sisi sio kipaumbele kwetu. Kipaumbele kwetu ni mtu kupata umeme. Kwa hiyo mtu ambaye atataka fidia, basi sisi tutabadilisha njia. Huyu mkandarasi tumwambia abadilishe, akawekee watu wanaotaka umeme. Na mimi nitoe wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Sasa kwa sababu walitaka umeme, na mimi nikipita kwenye ziara, mkuu umeme, mkuu umeme, mkuu umeme. Na mimi nilikuwa najitapa kweli, wala sikujua hii kama inakuja. Jamani, umeme utakuja na tutamaliza vitongoji vyote. Sasa Mheshimiwa Rais ametoa fedha, tunakwenda kumaliza changamoto ya umeme kwenye vitongoji vyote. Daniel Mungure ni mkurugenzi wa Fedha REA amesema mradi huo una gharama ya shilingi bilioni 33.5, unatekelezwa na kampuni ya Dalm Group Limited, umelenga kupeleka umeme katika vitongoji 186 na ukikamilika utawezesha mkoa wa Kilimanjaro kufikiwa na umeme vitongoji vyote 2258. Lakini pia tunaomba pia tusaidie pia kuelimisha wananchi na viongozi wengine wa serikali walioko mkoani ili kujiandikisha kwa ajili ya kupatiwa nishati ya umeme wakati mradi unaendelea, kwa sababu mradi huu unaoendelea kuunganisha ni 27,000 tu. Kwa hiyo ni muhimu waweze kujiandikisha na kuhakikisha wanapata hii nishati wakati mradi ukiendelea kwa muda wa miaka 3. Katika mkoa wa Kilimanjaro sisi DEM Group tumepanga mradi wa kumalizia vitongoji 186 kwenye thamani ya bilioni 33.5. Ni mradi wa miaka 3 ambao tunategemea kuanza tarehe 1 mwezi wa pili mpaka tarehe 30 Januari 2029. Tunategemea kumaliza. Tunaahidi mbele yako sisi kama DEM Group tutajitahidi kadiri ya uwezo kumaliza mkataba huu ndani ya muda wa mkataba na kutekeleza kadiri mkataba unavyotaka. Nikiripoti kutoka mkoani Kilimanjaro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Watanzania hususani vijana wametakiwa kuchangamkia fursa za kufanya kazi za udereva nchini Qatar baada ya taifa hilo kuipatia Tanzania nafasi 1150 za udereva na ufundi wa mabasi ya mwendokasi nchini humo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni juhudi za utekelezaji wa ahadi ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100 awapo madarakani za kuwatafutia fursa za ajira nje ya mipaka ya Tanzania ili kukabiliana na changamoto ya ajira hapa nchini. Akizungumza na Channel 10 jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama cha mawakala wa ajira nchini TRAA Abdalla Mohamed ameeleza kuwa mpango huu ambao unaratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kushirikiana na wakala Almaha Travel kwa upande wa Tanzania bara, huku visiwani Zanzibar ikiratibiwa na wakala Kemi. Kwa mpaka hivi sasa nafasi zimekuja 1150. Tunafanyaje katika kuendelea kuwapata madereva hawa? Tunamuomba wananchi yoyote, wananchi wa Tanzania
kwa njia moja au nyingine saidie kutafuta hawa madereva haraka sana kwa muda huu. Kwanza kabisa tunapenda waelewe kazi hizi ni bure, hazichajiwi. Narudia tena, kazi hizi za madereva 1150 ni bure, hazitakiwi kuchajiwa hata senti 5. Aidha, mwenyekiti huyo ameongeza kuwa mchakato huo wa ajira nchini Qatar hauna malipo, ni bure, huku akiwataka Watanzania kutumia namba 0655819081 ili kuanza usajili ambao utadumu ndani ya wiki moja kuanzia sasa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake tukufu na chama chake ambacho kimemfikisha hapa wamelala usiku kucha katika kuwatafutia watu au raia wao ajira. Kama walitafuta watu utafutia watu ajira na walitumia uwezo na kodi ya serikali hii tukufu, serikali kwa ushirikiano na serikali mwenza kule wameamua kuwatafutia Watanzania kazi bure. Hichi kitu ni kigumu hata wao kuzipata kazi za hapa ndani ya nchi. Kwa hiyo anakwenda leseni yake aliyokuwa nayo kidogo, anajua lugha ya mawasiliano, anabebwa kwa 100%. Atalipa hilo zaidi ya dola 700. Salumu Mkambala, Channel 10. Shirika la Reli Tanzania TRC limekamilisha zoezi la kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi na kufanya shughuli za kijamii pembezoni mwa reli ya kati kutoka Dar es Salaam hadi bandari kavu ya Isaka Kahama, elimu iliyolenga kuwaweka tayari kushiriki kikamilifu katika ukarabati wa reli hiyo na kuchangamkia fursa za kiuchumi ikiwemo ajira wakati huu ambapo reli hiyo inakarabatiwa. Emmanuel Chegere anaripoti. Ni katika eneo hili la bandari kavu ya Isaka, maofisa kutoka TRC wanakamilisha zoezi la kutoa elimu kwa wananchi, na hapa mhandisi wa ujenzi wa shirika hilo mhandisi Aikande Munuo anasema kinachoenda kufanyika ni kubadilisha, kufumua njia yote na kubadilisha hizi pound za zamani ambazo ni pound 60, tunatoa hizi pound 60 tunaweka pound 80 pamoja na kuongeza vivuko katika maeneo ambayo mwanzoni alikuwa hayana vivuko. Sasa hivi kuna uhitaji wa watu, kwa hiyo lazima tuweke vivuko ili kusaidia kuleta usalama wa wananchi wanaoizunguka reli pamoja na miundombinu yenyewe ya reli. Baadhi ya wananchi wa eneo la bandari kavu ya Isaka wakatoa dukuduku lao, huku diwani wa kata ya Isaka kwa niaba ya serikali akieleza mapokeo ya elimu hiyo kwa wananchi. Vivuko, shida kabisa ni vivuko, kwa sababu kama mradi utaendelea mpaka Manonga, najua basi vile vivuko tutengenezee, na ni bora zaidi sasa kwa ushauri tena kwamba ni bora mkafanya kama jinsi wanavyofanya kule Strategic Gate, mkaweka basi fence kama jinsi wanavyoweka kule, ili kwa sababu ya kulinda ile tuta la reli isiendelee kuharibika. Mji huu ni wa kibiashara. Kama nilivyosema, una watu 18125, una makabila zaidi ya 60 hapa. Kwa hiyo ni mji wa kibiashara na wanakuja kupata ajira. Kwa hiyo ni fursa. Tunawapongeza pia na TRC. Kwa kweli wametoa elimu ya kutosha na wananchi wameelewa haraka sana. Kwa sababu walichokuwa wanatakiwa wajue ni kuupokea mradi na wameupokea na wako tayari. Na kisha afisa mazingira wa TRC Lightness Mngulu akaeleza malengo ya ukarabati wa reli ya kati. Lakini pia tunawashukuru sana wananchi wote ambao waliweza kupata nafasi ya kuhudhuria kwenye mikutano hii, kuweza kupata elimu inayokwenda kutolewa. Mwisho, ninapenda kusisitiza kwamba wananchi wote ambao wanapitiwa na mradi huu kuweza kuyashika na kuzingatia yale ambayo wataalamu tumepita na kuwaambia, ili kabla ya mradi kuanza basi wao wameshapitisha kujiandaa. Emmanuel Chegere, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam wameonyesha kuwa na matumaini makubwa na timu yao kuelekea mchezo wa mzunguko wa 4 wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly ya nchini Misri, mtanange utakaopigwa leo majira ya saa 10 jioni uwanja wa New Aman Complex Zanzibar. Wakizungumza na kamera ya Channel 10 michezo, mashabiki na wanachama wa klabu hiyo yenye makao makuu yake mitaa ya Twiga na
na Jangwani wameeleza kuwa na matumaini makubwa ya kwenda kufanya vizuri, huku wakitoa rai kwa benchi la ufundi kufanyia marekebisho makosa yaliyojitokeza katika mchezo wa awali. Tunategemea kana kwamba tuonyeshe na sisi kiwango ili angalau tupate kuvuka, kwa sababu moja tuko nyumbani na sisi tutumie angalau mashabiki wetu, mchezaji wa 12 angalau tupate chochote cha kujiridhisha. Endapo tutafungwa, matumaini yatakuwa ni machache, lakini kiuhalisia japo tutoe hata sare, lakini tusifungwe. Tukifungwa mambo yanaweza kawa magumu, kwa sababu wale wenzetu wale nao mmoja atakayeshinda atakuwa na pointi 5. Kwa hiyo sisi tutakuwa tayari tumesharudi nyuma, na mechi zinazokuja tunaenda kule. Sasa wale wenzetu fitina wanazo, kwa hiyo na sisi tujitahidi, kila mtu acheze kwao, tufanikiwe kwetu. Watu kujitambua wanafanya nini kwenye mpira na kwa nini walifungwa. Umeshaelewa? Walifungwa kwa kupotelea wapi na wapi walipopotea mpaka wanafungwa. Kwa hiyo ile jambo wameshalifanyia kazi, na wanapoingia approach yao ni kwamba wanataka mafanikio na wao. Yanga haijawahi kuwa na historia nzuri mbele ya Al Ahly. Ile ni historia, yale ni maelezo. Kwa sababu hata wewe unaweza kawa kuna miaka ulikuwa ufanye vizuri na ukaja ukawa tofauti. Kwa sababu kila siku mtoto wa shule anaenda shule akawa afanye vizuri, baadaye akapigiwa kelele akaja akafanya vizuri. Sasa ule ni mpira, na wale pale wanapotegemea wao kwamba Yanga huwa haifanyi vizuri, wataingia hivyo hivyo. Yanga anahitaji ushindi. Ina maana hapo la msingi ni kocha kuangalia makosa yaliyofanyika kule hapa yasijirudie. Sababu kule yalitokea, yani tulifunga magoli kwa makosa ya mabeki. Yani kocha kama anatusikia, apange ile beki ya Chani. Aiweke beki ya Chani, huyu Mwenda, yule Mkongomani Baka yule akae pembeni. Akae Jobu, amalize Shabalala. Afu apange kikosi tucheze na wale watu. Hatuwazii sisi swala kama hilo. Sisi kwetu yani tumeshaliweka jepesi kabisa, kwa 3 zinabakia waende zao huko. Kitu ambacho kinafanya mjiamini sana kuelekea mechi hii, mnacheza na timu ambayo hamjawahi kuwafunga. Kikosi chetu bado ni kipana na bado tunakiamini sana. Bado hatujakata tamaa na kikosi, wataendelea kufanya vizuri. Ni ngumu kwa upande wetu sisi Yanga, lakini na matumaini makubwa na timu yangu itafanya vizuri na tutashinda hiyo mechi. Nafikiri kocha wetu mwenyewe ameona wapi aliteleza. Atafanya mabadiliko makubwa sana ya kikosi. Naamini kabisa dakika 45 za kwanza tutatoka na goli. Dakika 45 za pili tutatoka goli la pili, basi mchezo utakuwa umeisha. Naam, hayo ni matumaini ya mashabiki wa timu ya Yanga kuelekea mchezo wao hapo baadaye. Hapo ndipo tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi, mimi ni Beatrice Eric.